Karibu sana ndugu mpendwa katika Funzo kipindi hewani, na hii ni chaneli yako pendwa kabisa ya Nguna Media. Tuweze kufahamu ni nini ambacho unaweza ukafanya ama nini ambacho inatakiwa uweze kufanya pindi ambapo imetokea umekatishwa tamaa ama labda umekata tamaa katika maisha yako. Je, utafanya nini? Ni nini ambacho inatakiwa uweze kufanya ili mambo yaweze kwenda ama vitu viweze kukaa katika mstari ambao umenyoka? Kwanza kabisa inatakiwa uweze kujisikiliza mwenyewe. Huu ni wakati ambao haitakiwi uweze kusikiliza kelele nyingi sana. Hii itazidi kukatisha tamaa zaidi ama utazidi kujitengenezea mazingira hatarishi ya kuendelea kukata tamaa zaidi. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho unahitaji kuweza kuamua, basi ni wakati na muda sahihi wa kujisikiliza wewe mwenyewe na maamuzi yako, lakini pia kuisikiliza nafsi yako inahitaji nini kwa wakati huo, lakini pia ni nini ambacho inatakiwa uweze kufanya kwa wakati huo. Ukianza kusikiliza mambo mengine ama kelele nyingine, zitakurudisha nyuma kwa asilimia kubwa, ama zitakukatisha tamaa ama zitakufanya uishie njiani. Kwa hiyo inatakiwa ujisikilize wewe mwenyewe kwa asilimia kubwa, lakini pia zingatia kile kitu ambacho unakuwa umeshakiamua katika mfumo wa maisha yako. Lakini pia ni kipindi ambacho inatakiwa uweze kupunguza kujiuliza sana. Yani usiwe ni mtu ambaye una maswali mengi kuhusiana na kile kitu ambacho unakwenda kukifanya ama mtindo wa maisha yako ambayo unaishi. Ukiwa unajiuliza sana, utajiona bado haujafika, utajiona bado haujafanya kitu cha maana. Kwa hiyo inatakiwa usiwe ni mwenye kujiuliza sana ama kujichunguza sana. Inatakiwa uweze kupotezea kitu kama hichi kikubwa. Inatakiwa uweze kufanya vitu ambavyo unajua kabisa hivi ni vya muhimu katika kuhakikisha mimi naondokana na hii hali ama ninafika sehemu fulani. Kwa hiyo ukiona kwamba una dalili ama una hisia hizi za kukata tamaa, hakikisha unapunguza kuweza kujiuliza sana ya kwamba nitafika, ama nisipofanya hichi itakuweje, ama nikifanya hichi. Yani usijiulize maswali mengi sana, yatakufanya uweze kujiona bado huwezi ukafanikiwa ama bado huwezi ukapiga hatua. Lakini kubwa zaidi, inatakiwa uweze kuzingatia lengo ambalo unalo katika maisha yako. Kama kuna lengo ambalo umeliweka ama kama kuna lengo ambalo lipo, ni wakati ambao inatakiwa lengo lako ulifanyie kazi, lakini pia uhakikishe unalizingatia ama unalipa kipaumbele katika hali ya kufanikisha malengo ulionayo ama kufikia mafanikio ambayo unayo katika maisha yako. Kwa hiyo ukizingatia malengo ambayo unayo na kuweza kusikiliza hisia zako na kuweza kuhakikisha unajisikiliza mwenyewe kwanza, hicho ni kitu ambacho kinaweza kikakufanya uweze kujiweka vizuri zaidi, lakini pia uweze kuendelea kufanya kile kitu ambacho unaona kina umuhimu zaidi katika mfumo wa maisha yako, lakini pia uweke nguvu na jitihada kubwa pale pasipo kuweza kupoteza muda, lakini pia pasipo kuweza kuhakikisha kwamba kuna vitu ambavyo vinakukwamisha. Kwa hiyo ukizingatia lengo lako, lakini pia ukazingatia matamanio yako ama ukazingatia vitu ambavyo unahitaji kuweza kuvifanya kwa ukubwa, ni kitu ambacho kinaweza kikakuwezesha ama kikakusaidia kupiga hatua ya tofauti ama hatua kwa ukubwa ambao unatakiwa. Lakini pia ni wakati ambao sio wa kuambia watu kile kitu ambacho unakwenda kukifanya. Kosa wengi huwa wanawaambia watu kile kitu ambacho wanakwenda kukifanya, na hapa wanakutana na mazingira ya kukatishwa tamaa zaidi ama kuambiwa maneno ambayo yanaweza kawafanya wasiweze kufanya kile kitu ambacho wamekilenga ama kile kitu ambacho wanahitaji kwenda kukifanya. Kwa hiyo ni wakati ambao kama una lengo ama kama kuna kitu ambacho unakifanya, basi hakikisha kinakuwa ni siri yako. Sio kila mtu inatakiwa aweze kujua kwamba ni nini ambacho unakwenda kukifanya ama ni nini ambacho unataka kwenda kukifanya. Hii huwa inatengeneza mazingira hatarishi zaidi ya ndoto zako, lakini pia inaweza ikafanya watu wakugeukie na kutengenezea mazingira magumu ya kutimiza ndoto ambazo unazo katika mfumo wa maisha yako. Lakini pia ni wakati ambao inatakiwa uweze kuamini zaidi katika kipaji chako ama uwezo ambao unao katika kufanya kitu fulani. Kama unajua ni kipaji ambacho unakipambania ama labda una uwezo wa kufanya kitu fulani katika hiyo nafasi ama hicho kitu, hakikisha
kwamba unaamini zaidi ya kwamba kipaji chako kina uwezo wa kukutoa, lakini pia uwezo ambao unao wa kufanya hicho kitu, basi moja kwa moja utakuwezesha kufika kule ambako unapahitaji pasipo kuweza kuwa na kusita kwa aina yoyote. Kwa hiyo hakikisha unaamini zaidi katika kipaji chako na uwezo ambao unao. Fanya kitu ambacho unaona ya kwamba mimi nikifanya kinaniacha kuwa huru ama kinanifanya mimi niweze kufurahi, lakini pia amini zaidi katika Mungu. Hichi ni kitu ambacho kitakusaidia, kwa sababu mbele ya Mungu hakuna kitu ambacho kinaweza kikakwama ama kikashindwa kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo ukiamini katika Mungu utazidi kupata nguvu zaidi, lakini pia kuna hali fulani ya uwezo ambao utaongezeka na kujisikia kuweza kuimarika ama kujisikia kutokuogopa vita ambayo inaweza ikaja mbele yako, ama mazingira fulani ambayo yanaweza yakawa ni ya kutengenezwa ama yanaweza yakawa ni ya kujitengeneza kulingana na kile kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo ukiamini zaidi katika Mungu, lakini pia ukiamini zaidi katika kile kitu ambacho unakifanya, hii itakuwezesha kuweza kusogea ama kufika mbali zaidi. Kwa hiyo unaweza ukajikuta umepiga hatua kubwa, na ni kwa sababu ni mtu ambaye umekuwa ukiamini zaidi katika Mungu, ya kwamba Mungu yupo, basi ni hakika nitaweza kufanikiwa ama nitapiga hatua fulani. Lakini pia inatakiwa uweze kujipa hamasa mwenyewe zaidi, na hii itakuwezesha. Yani usiwe ni mtu ambaye tena na wewe unashiriki kujikatisha tamaa, bali amini ya kwamba na wewe utafika, lakini pia utafanikiwa katika hicho kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo hii itakuwezesha na itakutengenezea mazingira bora ya kuweza kuzisogelea ndoto zako ama kupata mafanikio ya ndoto zako ambazo unahitaji kuweza kuzitimiza hapo mbeleni ama hapo baadaye. Kwa hiyo ukijipa hamasa ni kitu ambacho kinazidi kukuongezea uchaji, lakini pia hii inakuwezesha kutokuogopa ama kusita kufanya jambo ambalo unalihitaji katika mfumo wa maisha yako. Lakini pia nidhamu binafsi inahitajika. Pindi ambapo unaona kuna mazingira ya kukatishwa tamaa ama kukata tamaa, ni wakati ambao inatakiwa uweze kuwa na nidhamu zaidi ya kufanya kazi yako ama kile kitu ambacho unahitaji kuweza kukifanya kwa ajili ya kufika sehemu. Kwa hiyo nidhamu itakuwezesha kuzingatia kile kitu, lakini pia itakuwezesha kutengeneza mazingira ya kukipa kipaumbele ama kukipa nafasi kile kitu ambacho unakifanya kwa ukubwa. Utakuwa hauna muda wa kupotea, utakuwa na muda mwingi wa kufanya kazi kwa bidii ili utimize malengo ama ndoto ambazo unazo katika mfumo wa maisha yako. Lakini pia ni wakati ambao inatakiwa uzidi kuwapenda wale ambao wanakukatisha tamaa. Ukishajua kwamba fulani ananikatisha tamaa ama watu ambao wananikatisha tamaa ni hawa, basi usiwachukie. Kosa ambalo wengi huwa wanafanya, wanawachukia, bali inatakiwa uweze kuwapenda, lakini pia waonyeshe kwamba uko pamoja nao. Haijalishi wao wanazungumza nini, haijalishi wao wanapanga nini ama wana vitu gani, bali endelea kuwapenda. Lakini pia ni kitu ambacho inabidi uweze kuendelea kukizingatia, kwa sababu katisha kwao tamaa sio kwamba utakwama ama ndio utafeli, hapana, bali wao wanatumika kama daraja la kukupa wewe hamasa ama kuendelea kufanya vitu vikubwa zaidi. Kwa hiyo tumia mazingira haya kukatishwa tamaa kama nia ya kuweza kufanya zaidi, ili waweze kuona kwamba una uwezo ama unaweza ukafanya hicho kitu na kikatokea ama kikaja kweli na Mungu akiwa mbele. Lakini pia ni wakati ambao inatakiwa uweze kupunguza hasira. Hasira ni mbaya sana pindi ambapo unahitaji kuweza kutimiza malengo ama ndoto zako. Ukishaona kwamba unafanya kitu ukiwa una hasira ama unahitaji kutimiza malengo yako kwa hasira, basi tambua kwamba ni dalili kubwa ya kufeli. Kwa hiyo punguza hasira, lakini pia jiamini zaidi katika kile kitu ambacho unakifanya. Ukiongeza kujiamini, basi ni kitu ambacho kitakusaidia sana na utafanya kwa nidhamu, lakini pia utafanya kwa ubora, lakini pia utazingatia zaidi na kuendelea kuzisogelea zile hatua ambazo zinakuwa ni kubwa katika mfumo wa maisha yako. Lakini la mwisho, inatakiwa uweze kujipongeza kila unapopiga hatua mpya. Fanya kitu ambacho kinaweza kikakupa utofauti ama usikie utofauti fulani kulingana na kile kitu ambacho umekifanya. Mfano, labda umefanya kazi kwa muda mrefu ama umefanya jambo fulani kwa muda mrefu, unajua kwamba kabisa mimi kuna vitu 1, 2, 3 huwa napenda sana, nikishafanya kazi huwa napenda nifanye hicho kitu. Kwa hiyo hicho kitu utakifanya kama vile kujipa pongezi, na itakupa hamasa ya kuendelea kufanya kazi ama kujituma katika hicho kitu. Na hii kwa sababu kuna matokeo ambayo yanakuja, lakini pia matokeo hayo yanapokuja
yanakufanya wewe ujisikie kuwa na furaha, lakini pia kuna vitu fulani ambavyo unavipata vipya, ama kuna namna fulani ambayo unakuwa ukijipongeza ama kujipa hali fulani ya hamasa zaidi inayokupa furaha katika kuendelea kufanya na kutimiza malengo ambayo yapo katika mfumo wa maisha yako. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho ni kikubwa zaidi. Pia mtangulize Mungu katika mambo yako yote ambayo unayafanya, basi hakika yeye atakuwezesha kufika ama kutimiza ndoto ambazo unazo. Niseme asante sana, na imani umeweza kuokota kitu, umejifunza kitu. Channel yako pendwa ni Nguna Media, binya subscribe button, share, like, comment. Tuweze kutana pia katika kipindi kingine au makala nyingine ya funzo.